Assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema, kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo ambapo wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa hakika mapinduzi ya Januari 1964 ni tukio muhimu katika historia ya nchi yetu na ni mwanzo wa safari yetu ya maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Kwa mnasaba huo, maadhimisho ya sherehe za mapinduzi ni wakati wa kutathmini japo kwa muhtasari mafanikio ya malengo ya mapinduzi kwa dhamira ile ile ya waasisi wetu ya kujikomboa na kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi wote. Ndugu wananchi, mwaka huu 2026 nchi yetu inatimiza miaka 62 ya mapinduzi tukiwa na kauli mbiu isemayo amani na umoja ndio msingi wa maendeleo yetu, mapinduzi daima. Kauli mbiu hii inaakisi ukweli kuwa mafanikio makubwa ambayo nchi yetu imeyapata tokea mapinduzi matukufu ya mwaka 64 yametokana na msingi wa amani na umoja wetu kwa jitihada za viongozi wa awamu zote za uongozi hapa Zanzibar na ushirikiano mkubwa wa wananchi. Serikali ya awamu ya 8 ilipoingia madarakani mwaka 2020, tuliahidi kudumisha mafanikio ya awamu zote zilizotangulia za uongozi na kuyatafsiri malengo ya mapinduzi kwa vitendo kwa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi, kisiasa na kijamii na kuimarisha misingi ya amani, umoja na mshikamano kwa manufaa ya wananchi wote. Ndugu wananchi, unaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ikiwa ni mwanzo wa kipindi cha pili cha uongozi wa serikali ya awamu ya 8. Katika hotuba yangu ya uzinduzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi tarehe 10 Novemba 2025, nilielezea vipaumbele na mwelekeo wa mipango ya serikali kwa kipindi chake cha pili. Katika hotuba yangu hii nitaeleza kwa muhtasari mafanikio na mwelekeo wa mipango ya serikali kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao. Moja ya mafanikio makubwa ambayo tunajivunia ni kuendelea kuwepo kwa amani nchini. Hii ni nguzo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa mipango yetu yote ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kusisitiza umuhimu wa kuitunza amani na kuendelea kuwa wamoja na wenye mshikamano. Kwa kufanya hivyo, nchi yetu itazidi kupiga hatua kubwa zaidi za maendeleo tunayoyatarajia kwa faida yetu sote. Ndugu wananchi, katika miaka 62 ya mapinduzi tunajivunia mafanikio tuliyoyapata katika ukuaji wa uchumi nchini. Juhudi tulizozifanya katika usimamizi wa sera za uchumi na fedha pamoja na makusanyo ya mapato kwa kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na upatikanaji wa mitaji vimewezesha kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Uchumi wa Zanzibar umeendelea kuimarika vyema ambapo kwa mwaka wa 2024 umekuwa kwa kasi ya 7.1 kilinganishwa na ukuaji wa 1.3 mwaka 2020. Pato la taifa kwa bei ya soko limeongezeka kufikia shilingi trilioni 6.57 kwa mwaka wa 2024 kutoka shilingi trilioni 4.78 mwaka 2021. Aidha, ukusanyaji wa mapato umeongezeka kutoka shilingi bilioni 856 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 2.1 mwaka wa 2024. Serikali pia imefanikiwa kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kubaki katika tarakimu moja hadi kufikia 5%. Kwa upande wa uwekezaji, hadi kufikia mwisho wa mwezi Disemba 2025, jumla ya miradi 1657 yenye mtaji wa dola za Kimarekani bilioni 20.2 imesajiliwa na Mamlaka ya Vitega Uchumi Zanzibar, ikihusisha uwekezaji katika sekta za utalii, viwanda, nyumba za biashara na sekta nyingine, na kutarajiwa kutoa zaidi ya ajira 87,669. Katika kuendelea kuvutia uwekezaji, serikali kupitia ZIPA itaimarisha maeneo maalum ya uchumi ya Micheweni na Fumba kwa kutoa vivutio maalum kwa wawekezaji wa miradi ya viwanda, utalii na mengine. Aidha, serikali itaongeza uwekezaji kwa kuvutia wawekezaji wa kimataifa katika sekta za uchumi wa bluu, utalii, viwanda, nishati mbadala, sekta ya ICT, usafiri wa anga na wa baharini na kilimo. Aidha, serikali ina lengo la kuongeza idadi ya miradi ya uwekezaji wa pamoja na sekta binafsi kutoka 21 iliyopo sasa kutokana na umuhimu wa miradi ya aina hii katika kuchochea ukuaji wa uchumi.
Ndugu wananchi, jitihada za kuendeleza uchumi wa bluu unaojumuisha sekta kuu za utalii, uvuvi, ukulima wa mwani, ufugaji wa mazao ya baharini, bandari, mafuta na gesi asilia, pamoja na biashara zinazohusiana na usafiri wa majini zimeanza kupata mafanikio. Sekta ya utalii imeendelea kupewa mazingatio makubwa kutokana na mchango wake katika kutupatia fedha za kigeni na ajira. Idadi ya watalii wanaoingia nchini imeendelea kuongezeka, ambapo katika kipindi cha Januari hadi Novemba 2025 jumla ya watalii 816,438 wametembelea Zanzibar, sawa na ongezeko la 27% ya watalii waliotembelea nchini katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa 2024. Katika kuimarisha sekta ya utalii na kuongeza idadi ya watalii wanaoitembelea Zanzibar, serikali ina dhamira ya kuendeleza utalii wa matamasha ya michezo na utamaduni, makongamano na mikutano ya kimataifa, pamoja na kuendeleza urithi wa majengo ya kale na utamaduni, pamoja na vivutio vya maumbile yakiwemo mapango ya kale na misitu ya asili. Ndugu wananchi, tumeimarisha sekta ya uvuvi, ukulima wa mwani na ufugaji wa mazao ya baharini ili kuongeza tija katika shughuli hizi na kuchangia ukuaji wa uchumi. Katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 8, serikali iliwapatia wananchi vifaa vya kufanyia kazi, zikiwemo boti za uvuvi na kilimo cha mwani, vifaranga vya samaki na majongoo bahari kwa wafugaji wa mazao ya baharini, mikopo kwa ajili ya mitaji, mafunzo pamoja na ujenzi wa miundombinu ya uvuvi, yakiwemo madiko na masoko ya kisasa ya kuuzia samaki ili wawe na mazingira mazuri ya kufanyia shughuli zao. Mafanikio yamepatikana katika kuongezeka samaki wanaovuliwa kwa zaidi ya 110% kutoka tani 38,107 za samaki mwaka 2020 hadi tani 78,943 mwaka 2024. Mapato yameongezeka kutoka shilingi bilioni 205.3 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 618 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 201%. Aidha, uzalishaji wa zao la mwani umeongezeka kwa 120% kutoka tani za mwani mkavu 8,785 zenye thamani ya shilingi bilioni 5.3 mwaka 2020 hadi tani 19,716 zenye thamani ya shilingi bilioni 16.4 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 94%. Sekta hizi kwa pamoja zinatoa ajira za moja kwa moja kwa takriban wananchi 100,000. Lengo la serikali ni kuendelea kuziimarisha sekta hizi kwa kuwawezesha wavuvi, wakulima wa mwani na wafugaji wa mazao ya baharini. Serikali itaendelea kutoa vifaa vya kufanyia kazi, mafunzo na mikopo nafuu kwa ajili ya mitaji. Aidha, tutaendelea na ujenzi wa miundombinu ya uvuvi kwa kujenga madiko na masoko ya samaki katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Ndugu wananchi, serikali itaendelea kuliimarisha zao la mwani kwa kuongeza uzalishaji, kuimarisha utendaji wa kampuni ya mwani katika kuwasaidia wakulima kupata bei nzuri na soko la uhakika, kuliongezea thamani zao la mwani na kuendeleza jitihada za serikali za kuwezesha kuanza kazi kwa kiwanda cha kusarifu mwani cha Chamanangwe. Aidha, tutakiimarisha kituo cha uzalishaji wa vifaranga vya samaki na majongoo Betras ili kuongeza kasi katika maendeleo ya ufugaji wa samaki na mazao ya baharini. Kadhalika, serikali itaendeleza jitihada za kushughulikia sekta ya mafuta na gesi asilia kutoka hatua ya sasa ya ugawaji na kuvitangaza vitalu 10 vya mafuta na gesi asilia kwa wawekezaji wa kimataifa. Ndugu wananchi, juhudi kubwa zimefanywa katika kuimarisha huduma za bandari zetu na usafiri wa bahari kwa kuzingatia umuhimu wake kwa uchumi wa Zanzibar ambayo ni nchi ya kisiwa. Kwa upande wa bandari, kazi ya ujenzi wa bandari jumuishi ya kisasa ya Mangapwani yenye uwezo wa kuhudumia makontena 200,000 na mizigo ya tani milioni 1 imeanza. Ujenzi wa bandari hii unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Kukamilika kwa mradi huu kutaleta mapinduzi makubwa ya huduma za bandari hapa Zanzibar. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa bandari ya Shumba umekamilika kwa kujenga gati yenye urefu wa mita 45 na upana wa mita 20. Ujenzi wa bandari ya Fumba wa kujenga gati yenye urefu wa mita 350 kuelekea baharini pia umeshaanza. Aidha, awamu ya kwanza ya ujenzi wa bandari ya kisasa na mizigo katika eneo la Marhubi nao umeshaanza.
Mradi huo utahusisha ujenzi wa bandari ya meli za mizigo na abiria, ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuchukua abiria 1500, ujenzi wa ghala la kuhifadhia mizigo na ujenzi wa jengo la mizani na njia. Ndugu wananchi, huduma za usafiri wa bahari zimeendelea kuimarishwa kwa ushirikiano wa serikali na sekta binafsi. Safari za meli za ndani zimeongezeka kutoka safari 5696 mwaka 2023-24 hadi kufikia safari 8192 mwaka 2024-25. Idadi za safari za meli za kigeni imeongezeka kutoka meli 98 mwaka 2023-24 hadi meli 205 mwaka 2024-25. Ongezeko hilo la meli za kigeni linaashiria kuzidi kuimarika kwa shughuli za biashara ya kimataifa kupitia usafiri wa baharini. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya meli za ndani 87 zimesajiliwa na Mamlaka ya Usafiri wa Bahari na jumla ya meli 613 za kimataifa zimesajiliwa. Aidha, serikali kupitia Mamlaka ya Usafiri wa Bahari imefanikiwa kuongeza mapato kwa kusanya jumla ya shilingi bilioni 8.2 ikilinganishwa na shilingi bilioni 6.4 zilizokusanywa mwaka 2023-24. Ndugu wananchi, serikali inazingatia umuhimu wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo barabara na viwanja vya ndege kutokana na umuhimu wake katika kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji. Ujenzi wa miundombinu ya barabara ni hatua muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya nchi. Mafanikio makubwa yamepatikana nchini katika jitihada za serikali za kuimarisha miundombinu ya barabara kuu na za ndani kwa mijini na vijijini. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, serikali imekamilisha ujenzi wa kilomita 82.8 wa barabara za mijini na kilomita 247 wa barabara za vijijini kwa kiwango cha lami na zege. Sambamba na hilo, serikali imekamilisha ujenzi wa daraja la juu yani flyover la Mwanakwerekwe, daraja la juu flyover la Amani kwa 30%, daraja la Uzi Ng'amba kwa 70% na daraja la Pangatupu kwa 90%. Utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea kwa kasi na unatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa nchi yetu. Ndugu wananchi, mageuzi makubwa yamefanyika katika kuimarisha huduma za viwanja vyetu vya ndege na yamepata mafanikio makubwa. Idadi ya abiria wanaotumia viwanja vyetu vya ndege imeongezeka kutoka 2,133,166 mwaka 2023-24 hadi kufikia abiria 2,578,025 mwaka 2024-25. Aidha, idadi ya mizigo iliyohudumiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume imeongezeka kutoka tani 4,224 mwaka 2023-24 hadi kufikia tani 4,603 mwaka 2024-25. Ujenzi wa jengo jipya la pili la abiria unaendelea na unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 4 ijayo. Ujenzi huo umefika 71% ya utekelezaji. Aidha, utanuzi na ukarabati mkubwa wa jengo la Terminal 1 kwa ajili ya VIP na ndege binafsi unaendelea na umefikia 99% ya utekelezaji. Kwa upande wa uimarishaji wa uwanja wa ndege wa Pemba, kazi ya kuongeza urefu wa barabara ya kutua na kurukia ndege, ujenzi wa jengo jipya la abiria na uwekaji wa miundombinu itakayowezesha uwanja huo kuhudumia ndege za kimataifa imeshaanza. Ndugu wananchi, serikali imefanikiwa katika kusimamia na kuendeleza sekta ya ardhi na makazi hapa nchini. Tunapoadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, serikali imefanikiwa kuimarisha sekta ya ardhi kwa kuandaa hati za matumizi ya ardhi 1577 Unguja na Pemba na kuimarisha upatikanaji wa mikataba ya ukodishwaji ardhi 399 ili kuendeleza shughuli za uwekezaji. Aidha, jumla ya viwanja 961 vimepimwa kwa ajili ya maeneo ya makazi, matumizi ya taasisi, mashamba, eka na maeneo ya vitega uchumi. Pia maeneo 1264 ya serikali yamepimwa. Kwa kuzingatia mipango miji, serikali imeendelea kuimarisha miji mitano ikiwemo Kisakasaka, Maungani na Makunduchi kwa Unguja na Mvumoni na Kojani kwa upande wa Pemba. Katika kuimarisha ujenzi wa makazi bora na majengo ya biashara, serikali inaendelea na ujenzi wa nyumba 288 za makazi na biashara katika eneo la Kisakasaka C, ujenzi wa nyumba 1055 za bei nafuu kwa awamu ya kwanza Chumbuni na ujenzi wa jengo moja la nyumba za makazi 22 katika eneo la Mombasa kwa Mchina. Aidha, matayarisho kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 548 za makazi na biashara Kisakasaka B
Ujenzi wa nyumba za makazi Saateni na majengo ya biashara na makazi Mfikiwa na Mabaoni Pemba yameshaanza kwa hatua za awali. Katika eneo la Kiembe Samaki, serikali imekamilisha ujenzi wa jengo la ghorofa 5 la makazi na biashara lenye nyumba 22. Lengo la serikali ni kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanaishi katika makazi bora ya bei nafuu na yaliyozingatia sheria za mipango miji na yenye kukuza haiba ya miji yetu. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya kilimo inayojumuisha ukulima wa mazao ya chakula na biashara, mifugo na maliasili za misitu, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha sekta hii inayoajiri takriban 35% ya wananchi na kutegemewa katika kujikimu kimaisha kwa zaidi ya 70% ya wananchi. Tunapoadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, tumepata mafanikio kwa kuongezeka kwa tija katika kilimo cha mpunga baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde 7 Unguja na Pemba yenye ukubwa wa jumla ya hekta 1325 na kuyagawa kwa wakulima. Serikali ina lengo la kuongeza uzalishaji wa mpunga kufikia tani 15 kwa hekta kwa mwaka na kuimarisha huduma ya ugani, kuwapatia wakulima pembejeo na vifaa vya kisasa vya kilimo ili kufikia lengo la kuwa na uhakika wa chakula sambamba na kukamilisha ujenzi na ukarabati wa maghala ya kuhifadhia chakula. Aidha, jitihada za kuimarisha mazao ya biashara, mboga na matunda zitaendelezwa ili kuongeza tija inayotokana na mazao hayo. Jitihada za makusudi zitafanywa katika kuendeleza zao la karafuu kutokana na umuhimu wake kama zao kuu la uchumi wa Zanzibar. Kwa upande wa mifugo, serikali itaendeleza juhudi za kushirikiana na wawekezaji na wafugaji ili kuongeza idadi ya mifugo kwa ajili ya upatikanaji wa nyama, mayai, maziwa na kuku. Tutaongeza jitihada katika udhibiti wa magonjwa ya mifugo kwa kuimarisha vituo vya utabibu wa wanyama na huduma za ugani. Aidha, juhudi zitafanywa za kuhakikisha wafugaji wanapatiwa mafunzo ya ufugaji wa kisasa wenye tija na upatikanaji mbegu za mifugo zenye ubora ili wafanye shughuli zao kwa tija. Pia, serikali itaendeleza juhudi za uhifadhi wa misitu na miti ya asili ili kuongeza manufaa yatokanayo na rasilimali za misitu. Serikali itaendelea kushirikiana na wananchi katika ulinzi wa misitu ya hifadhi na kuhakikisha wanufaika na rasilimali hizo na pia kuwahamasisha katika upandaji wa miti ili kutunza mazingira na miti ya asili na matunda kwa ajili ya matumizi endelevu. Ndugu wananchi, kwa lengo la kuleta mapinduzi ya kiuchumi kwa wananchi, serikali imechukua hatua za kuwawezesha wananchi kiuchumi ili kupambana na umaskini na kujiongezea kipato. Hadi kufikia mwezi Disemba 2025, jumla ya mikopo 6238 yenye thamani ya shilingi bilioni 50.7 imetolewa na wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi kwa wananchi wapatao 27563. Mikopo hiyo imetolewa kwa sekta mbalimbali zikiwemo kazi za mikono, kilimo, ufugaji, biashara ndogondogo, huduma za chakula na huduma za kifedha. Katika kuwapatia mazingira bora ya kufanyia kazi wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali, serikali imekamilisha awamu ya mwanzo ya ujenzi wa masoko makubwa 4 katika mkoa wa Mjini Magharibi ambayo yameanza kutumika pamoja na ujenzi wa masoko madogo 11 na karakana za wajasiriamali katika wilaya zote za Unguja na Pemba. Tayari ujenzi wa soko la mboga la Mombasa umekamilika na limefunguliwa katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi. Serikali itaendelea na ujenzi wa masoko mapya ya kisasa katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya kwa Haji Tumbo na Kibanda Maiti kwa mijini na yale yanayojengwa na mabaraza ya miji na halmashauri ili kutekeleza dhamira ya serikali ya kuwa na masoko ya kisasa yenye mazingira mazuri ya kutolea huduma. Ndugu wananchi, katika kukabiliana na changamoto za ajira hasa kwa vijana, serikali inaendelea kuwawezesha